الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. tuko kwenye darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an al-Karim, tukiwa kwenye suratu Yusufa, kwenye aya za mwanzoni. Na kwenye darasa yetu ya jana tulisoma utangulizi mfupi na aya 6 za mwanzo, na kwa mujibu wa kauli ya al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala kwamba sura hii imesheheni faida, hekima, mazingatio zaidi ya 1000. Tukasema na sisi tutajaribu kuokota angalau tupate faida na hikma japo 200 takriban, haidhuru kuzidi kidogo au kupungua kidogo. Sasa jana tukazisoma zile aya, lakini hatukupata muda wa kusoma fawaid. Ila kwenye darasa yetu ya miaka ya nyuma iliyopita tuliotajia faida takriban 100, na baadhi yenu wachache wamezidhibiti katika wale waliokuwepo. Kwa hiyo nataka tuanze upya, faida moja baada ya nyingine. Tutaanza na faida kutokana na darasa ya jana, alafu tutaendelea na darasa mpya leo insha Allah. Katika aya ya mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala, aya kwanza ni alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Hapa pana faida. Kwanza kuna faida ya kilugha inayoonyesha utukufu wa cheo cha Qur'an na nafasi yake, kwamba Qur'ani iko mahali pa juu patukufu, ndio daraja yake. Na ndio maana ikatumika ismu ishara ya aliye mbali. Qur'ani ndio hii hapa, aya zake ndio hizi hapa, lakini haikusemwa hadhihi, haikusemwa hadhihi ayatul kitabil mubin. Likatumika neno la Kiarabu tilka, hizo, lakini kimaanisha hizi. Inatumika ismu ishara ya aliye mbali, isharatan ila bu'd al-Qur'an fi al-manzila wal-makana wal-'ulu fiha, kwa kutoa ishara ya kuwa Qur'ani manzila yake ni ya mbali sana, ya juu sana,
kwa sababu tu lugha ya Kiarabu inatofautiana na lugha nyingine, maneno yake huwa yanashiba sana. Faida ya pili ni ubainifu wa Qur'an, kwamba hii Qur'ani iko wazi, yenyewe inafahamika na inafahamisha. Qur'ani sio kama kitabu cha matalasimu na kitabu cha mafumbo kama ilivyokuwa kwenye vitabu vingine. Al-Qur'ani ni kitabu kinachofahamika, kinachotoa mwongozo na kufahamisha watu, na kimeteremshwa ili kifahamike. Na haikuja Qur'ani ili kuwababaisha watu, la, Qur'ani imekuja kuwabainishia watu na kuwawekea wazi watu mambo yanayofungamana na dini yao na dunia yao na akhira yao, kuhusiana na Mola wao na risala walioletewa. Kwa hiyo Qur'ani iko wazi, ndio maana akasema tilka ayatul kitabil mubin, kwa maana zote mbili tulizozungumzia, tulizozitaja jana. Kwa ni kitabu kilicho wazi, na hii ndio sifa ya kipekee ambayo Qur'ani inasifika nayo ukilinganisha na vitabu vingine vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, hata vile vilivyoingizwa mikono ya watu, kwa sababu vitabu vya ahlul kitabi sio vyote vilivyokuwa wazi, vingine vina mafumbo ndani yake na rumuzi. Sina haja ya kutaja kwenye al-ahd al-qadim wala al-ahd al-jadid. Kisema al-ahd al-qadim na kusudia agano la kale, na al-ahd al-jadid ni agano jipya. Sina haja kutoa mifano, lakini ndani yake kuna mafumbo mengi ambayo yanawatatiza hata wao wasomi wao, bali hawafahamu. Sasa Qur'ani iko tofauti na hiyo. Kadhalika katika faida tunaona kwamba Qur'ani ya lugha ya Kiarabu ni lugha pana sana, ndio maana ikachaguliwa lugha hii ibebe ujumbe wa Qur'an. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا. لغة ya Kiarabu ni lugha pana mno kwa mwelekeo wake, wa aktharuha alfadha, na lugha ya Kiarabu ina matamko mengi. ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. hatujui kwamba kuna mtu yoyote anaweza kudhibiti ilmu ya lugha ya Kiarabu, mtu ambaye si nabii. Yani jambo muhali ikawa kuna mtu sasa ile lugha ya Kiarabu anayejua yote akaizungukia yote, na mtu huyo sio nabii alafu awe na uwezo huo, hilo jambo haliwezekani. Akaendelea na maneno yake kama alivyoeleza katika kitabu chake Ar-Risala. Kwa hiyo hii ni faida ya kuonyesha lugha ya Kiarabu ni katika lugha pana sana, bali lugha ya Kiarabu ni ashraful lughat, katika lugha zilizotukufu mno, kwa kubeba jambo tukufu kama hili la Qur'an, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kuichagua lugha ya Kiarabu miongoni mwa maelfu na malaki ya lugha, akaichagua kuwa ndio lugha ya kitabu chake. Inaonyesha ule utukufu wake. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema falihadha anzala ashraf al-kutubi bi ashraf al-lughat ala ashraf ar-rusuli bi safarati ashraf al-malaika. Na kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu kitukufu mno kwa lugha tukufu mno, tena kwa mtume mtukufu mno, kupitia ubalozi wa malaika aliyemtukufu Jibril. Wakana dhalika fi ashraf biqa'i al-ard, na huko kushuka kukawa kumepatikana katika ardhi iliyotukufu mno. Mwanzo kabisa Qur'ani imeshuka wapi? Makkah. Wabtudia
inzaluhu fi ashrafi shuhuri sana wa huwa Ramadhan, pakaanzwa kule kuteremshwa kwake Qur'ani katika mwezi mtukufu mno miongoni mwa miezi ya mwaka, nao ni mwezi wa Ramadhani. Fakamula min kulli alwujuh, Qur'ani ikawa imekamilika kwa utukufu kwa njia zake zote. Ameyasema katika tafsiri yake, tafsiri al-Qur'an al-Azim. Faida nyingine tunayoipata kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, hii inaonyesha uluu Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi jalla wa ala, yuko juu ya viumbe wake, kwa sababu kitabu chake imekiteremsha kutoka huko juu kwake na Qur'ani imetoka kwake, na an-nuzul inakuwa ni min al-fawq ila al-asfal au ila al-taht. Kwa Qur'ani imeshuka kutoka kwake. Kadhalika katika faida tunazipata kutoka kwenye aya hii, tunaona hikma ya kuteremshwa Qur'ani ni ifahamike maana yake, watu waifahamu. Imeletwa hii Qur'ani ili ieleweke, watu wafahamu yaliyomo ndani yake na wazingatie aya zake. Ushahidi wa hilo kwenye Qur'ani ni mwingi sana, lakini aya hii ni moja pia ina ushahidi huu, la'allakum ta'qilun, ili mpate kufahamu, ili tafahamu. Hilo ndio lengo la kuteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, ili nyinyi mfahamu, muifahamu hii Qur'an. Qur'ani si ya nyimbo kama muwe mwaimba tu aya zake, la, illa na sababu na malengo ni nyinyi muifahamu na mzingatie aya zake, pate mauidha ndani yake. Inma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, katika Zukhruf imekuja, ili watu wafahamu na wazingatie aya zake. Kadhalika الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى عن قوله نسيما لعلكم تعقلون علة لإنزاله بهذه الصفة، هي ndio sababu ya kuteremshwa kwake Qur'ani kwa wasifu huu kwa namna hii, kaitafahamu watuhitu bimaani, ili muifahamu na muyadhibiti maana yake, watastamilu uqulakum, mzitumie akili zenu. Faida nyingine inayopatikana katika aya hizi tulizosoma, kwamba miongoni mwa malengo ya Qur'ani ni kuzichangamsha akili na kuziamsha, iqadhul aql, kuziamsha, tanshitul adhan, iqadhul uqul wa tanshitul adhan, kuziamsha akili na kuzichangamsha, kwa sababu mtakiwa mzingatie, mtoe faida. Kwa akili inachangamka inapokuwa inazingatia mambo. Tunafika faida ngapi? Faida 6 kwenye aya 2. Ndio. Kadhalika kwenye aya 3 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na nyingine mweza kuzitaja nyinyi ukiona kwamba aya hii ina faida ndani, mbona hapa kuna faida haikutajwa, unaweza kuongeza mkasema, mtu anasema kuna faida fulani. nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Kuna faida nyingine za kilugha za kinahwu za kindani ndani huko, tumeona tusizitaje hizo, wanaweza kuzigundua wale wasomi. Sasa tusiwape tabu sana, za juu hizi tutazitaja biidhnillah. Kwa hakika sisi tunakusimulia, tutakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an. Katika aya hii inaonyesha umuhimu wa mtu kujua historia na tarikhi, kwa maana elimu ya tarikhi ni elimu muhimu
kwa kila mtu kufahamu alikotoka na alipo, ili atengeneze anapokwenda. Sababu historia ni kujua habari za waliopita, na Qur'an inaeleza habari za waliopita, ndio maana ya tarikh. Kwa hiyo Qur'ani imelihimiza jambo hilo, kama ukiona katika kitazama katika aya nyingine, tilka alqura naqussu alayka min anba'iha, miji hiyo sisi tutakusimulia habari zake. Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul, kila mmoja tutakuelezea wewe katika habari za mitume. Ma nuthabbitu bihi fuadak, kwa kiasi ambacho tutauitia umadhubuti moyo wako. Tutakuelezea zile habari za mitume kwa kiasi ambacho wewe utapata umadhubuti wa moyo. Kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq, kama hivyo tunakuelezea wewe habari za waliotangulia. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, katika aya zile za mwisho aya mwisho katika sura hii na nyinginezo katika ayati zilizokuja kutaja habari za waliotangulia. Sasa aya hii pia nayo yatuelezea kwamba kuna ahsanul qasas, inaonyesha umuhimu wa jambo hili, masimulizi yaliyo mazuri zaidi. Na pia vile vile tunapata faida ya kwamba hakuna masimulizi zaidi na maneno mazuri zaidi kuliko Qur'an. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno mazuri kabisa ya ukweli ni yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunapata faida na kupata nguvu zaidi kuthibitisha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa sasa amesimuliwa habari hizi na Mola wake Allah, na hakuwa akijua kabla ya hapo, kwa sababu yeye ni an-nabiyyu al-ummi, ni mtume asiyejua kusoma kilichoandikwa. Sasa kama kuna habari za watu wa kale huko zamani kabisa, maana Nabiiullah Yusuf ni wa siku nyingi zimepita huko, hata sijuaje habari hizi. Ikiwa nyinyi watu wa Makkah hamzijui, ndio wazee wake nyinyi, babu zake nyinyi mko hapo, hamjui habari hizo. Nani mwingine atakayemwambia habari hizi? Kilichobakia ni yeye kusoma. Hakuna kitabu cha kusoma anachoweza kukisoma yeye, kwa sababu yeye ni an-nabiyul ummi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Kwa nini? idhal lartaba almubtilun, wewe Muhammad hukuwa unasoma kitabu chochote kabla yake, wala hujawahi kukiandika kwa mkono wako wa kulia, kwa sababu ungelikuwa wajua kusoma watu wa batili wangepata shaka. idhal lartaba almubtilun, kuna huyu bwana hizi habari anazotueleza huyu atakuwa kasoma, huyu kuna mahali kasoma bila shaka, lakini hajui kusoma. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamletea wahi, bima auhaina ilaika hadha alquran, kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an. Wa in kunta min qablihi la min alghafilin, na kwa hakika kabla yake ulikuwa ni katika wasiojua. Katika faida hapo inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwanza hajui ghaibu, mpaka aletiwe wahi afunuliwe ndio atajua. Hajui ghaibu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na pia katika faida zinazopatikana kwenye aya hiyo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amepata ilmu yake kwa kusomeshwa. Ameletewa wahi na Jibril, akawa anasomeshwa Qur'an. Faida ngapi hizo? Mtazimaliza hizo? Naam. Tutachukua sehemu katika faida alafu tuende mbele. Kinyume cha hivyo itakuwa shida.
kama zimefika 10 tusimame hapo alafu tuendelee kidogo na aya za leo. Zimeshafika au zimepita? Leo tuendelee kidogo na darasa nyingine mpya, alafu tukipata muda kwenye darasa mpya tutarudi kwenye zile faida zilizobakia tena tuendelee nazo. Kwa leo insha Allah tutaanza aya 7 leo. Iqra ya Mahmud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وحقيقة kupatikana kwa Yusuf na nduguze mazingatio kwa wenye kuuliza. Ayat maana ibar. Laqad kana fi Yusufa, wa hakika kumepatikana kwa Yusuf wa ikhwatihi na ndugu zake yani. Ndani ya kisa chao kumepatikana ayatul lisailin, mazingatio mengi kwa wenye kuuliza habari zao. Kwani vipi, ilikuwaje? Ukielezewa unapata mazingatio mengi sana. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. pale waliposema nduguze Yusuf, pale waliposema hakika Yusuf na nduguye wanapendeza zaidi kwa baba yetu. Yusuf na ndugu yake, wao ni ndugu yao pia, lakini wasema Yusuf na ndugu yake. Kivipi? Kwa sababu tuligusia jana kwamba hawa ndugu wengine wote waliobakia ni ndugu kwa baba mmoja, na mmoja katika wale ni ndugu yake Yusuf, baba mmoja mama mmoja, shaqiquhu.
wanamkusudia akhuhu Binyamin huma akhawan li abi wa ndugu yake Binyamin wanamuita Benjamin, ndio Binyamin ni ndugu yake kwa baba na mama. Sasa hawa bwana, mzee wetu bwana anawapenda sana ndugu wakubwa. Da Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, kwa hakika Yusuf na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi. Wa nahnu usba, na ili hali kuwa sisi ni kundi kubwa, jamaa, yani sisi tuko wengi, tutamtumikia huyu mzee. Jamaatun dhawu adadin fakaifa ahabba hadhain alithnain akthar min aljamaa, vipi mzee wetu anawapenda hawa wawili zaidi kuliko kundi hili letu sisi. Inna abana la fi dhalalin mubin, kwa hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi. Hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi, yani yuko katika makosa yaliyo wazi. Wakamtia makosani baba yao. Kwa nini anawapenda hawa? Hajapatia mzee, wakaona kwamba wao wana rai iliyo sawa sawa na baba yao hayuko sawa, wao wana akili sana kwa sababu wengi. Kwa inna abana la fi dhalalin mubin, kwa hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi, khata'un wadih, makosa ya wazi. Kwa hiyo cha kufanya ni kitu gani? Kama baba yetu anatufanyia hivi, tufanyeje sasa? Ikaja rai, uqtulu Yusufa, wakawa wanaambizana hivi, muweni huyu Yusuf, tufanye maarifa tukamuue. Au itrahuhu arda, au mtupeni kwenye ardhi ambayo itamweka mbali na baba yake. Yakhlu lakum wajhu abikum, utatakata kwenu uso wa baba yenu, yani baba yenu atakuwa waangalia nyinyi, si Yusuf yuko mshamuua, kwa mtupeni kwenye ardhi ya mbali. Au itrahuhu arda, au mkamtupe kwenye ardhi ya mbali. Kwa ardhi hapo ni ismu mubham, ismu makani ambayo ni mubham kwa sababu ni ghairu mahdud. Wazada ibhamuha bitankid ardan, kwa fa'umila muamalat adh-dhuruf al-mubhama, huko mbali kabisa. Kama Kashaf anasema ardan, asamakhshari ardan ay ardan mankura majhula ba'idatun min al-umran, ardhi ambayo imefanywa kuwa ni nakira, isiyofahamika, iliyo mbali na majengo. Pelekeni mbali kabisa, ukamtupeni mbali, alafu uso baba yenu sasa utatakata kwenu nyinyi tu. Yakhlu lakum wajhu abikum, utatakata kwenu nyinyi uso baba yenu. Atakuwa sasa hana mtoto mwingine anemringia tena kumtazama tazama, atawaangalia nyinyi peke yenu. Meleka hapo. Watakunu min ba'dihi qauman salihin, na baada yake nyinyi mtakuwa ndio watu wema. Baada yake mtakuwa nyinyi watu wema, tapendeza kwa baba yenu. Yantakunu min ba'di ma taf'alunahu bi Yusufa qauman salihin tatubuna ila Allah min dhalika as-sani'. Pia hii katika maana, kwa maana mtakuwa watu wema, kwa maana mtatubu. Sisi tufanyeni dhambi tumuue, alafu tutubie, tukitubia tutakuwa wema. Kwa wapanga njama za dhambi wakitegemea kwamba watatubu baada ya hapo. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa, akasema msemaji mmoja miongoni mwao, msimuue Yusuf. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi, na mtupeni kwenye kina cha kisima. Wa alquhu fi ghayabati aljubbi, kwa hiyo mtupeni katika kina cha kisima. Yaltaqituhu ba'dhu as-sayyarah,
watamuokota yeye baadhi ya wasafiri in kuntum fa'ilin, ikiwa ni wenye kufanya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, wakasema ewe baba yetu una nini, mbona hutuamini juu ya Yusuf? Una nini wewe baba yani, mbona hutuamini juu ya Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, na hakika sisi ni wenye kumpendelea khairi yeye. Arsiluhu ma'ana ghadan, mwache kesho aende pamoja na sisi. Yarta' wa yal'ab, alishe wanyama na acheze na sisi. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ni wenye kumchunga, ni wenye kumhifadhi yeye, na hakika sisi ni wenye kumhifadhi yeye, tutamlinda. Qal, akasema Nabiullah Yaqub, inni la yahzununi an tadhhabu bih, kwa hakika mimi kuna nihuzunisha nyinyi kwenda naye, ndugu wenu mwende naye huko, ile jambo mimi lanipa huzuni sana. La yahzununi dhahabukum bi Yusufa ila al-bariyya wa yashqu alayya ghiyabuhu anni, jambo la kwenda naye nyinyi maporini linanihuzunisha na linakuwa zito juu yangu, kunakuwa kuzito mbele kuwa mbali na mimi. Muondoke naye mchana kutwa, siku moja siku mbili hayuko, simuoni, hilo jambo ni gumu kwangu. Jambo la kwanza, wa akhafu an yakulahu dhibu, na ninahofia asije akaliwa na mbwa mwitu. Wa akhafu an yakulahu dhibu, na ninahofia asije akaliwa na mbwa mwitu. Ardhi ni masbaa, ina wanyama mbuawe wengi, wakiwemo adhiab, mbwa mwitu. Sasa huko nyinyi mnapokwenda nahofia asije akaliwe na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kumsahau. Mtashughulishwa nyinyi, mtakwenda huku kule, mtalisha wanyama, mtacheza, mtakula matunda, mtamsahau ndugu yenu, ataliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, na ile hali nyinyi ni wenye kumsahau. Qalu, wakasema ndugu wale, la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu usra inna idhan la khasirun. Sawa. Qalu, wakasema la in akalahu adh-dhi'b, wallahi itakuwaje mbwa mwitu amle yeye. Sasa kutafsiri hivyo, lakini pia unaweza kutafsiri la in akalahu adh-dhi'b, mbwa mwitu akimla yeye, wa nahnu usba, na ile hali sisi ni kundi kubwa, inna idhan la khasirun, basi hakika sisi tutakuwa ni wenye kula hasara, hakika sisi ni wazembe. Inna idhan la khasirun, sawa, basi sisi tutakuwa ni wazembe, yani inna idhan la ajaza alhalikun la khayra fina wala naf'a minna, sisi tutakuwa ni wazembe waangamivu, hakuna khairi kwetu wala hakuna manfaa. Sote sisi tulikuwepo hapa, tumwache ndugu yetu aliwenda mbwa mwitu hivi hivi, wazembe wakubwa sisi. Na kiyote tutakumwaminisha mzee wao, lakini tukienda ile wallahi itakuwaje aliwe na mbwa mwitu na hali sisi ni kundi, basi sisi itakuwa ni wazembe. Inna idhan la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb, walipokwenda naye na wakaafikiana wamtie kwenye kina cha kisima. Falamma dhahabu bihi, walipokwenda naye, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb, na wakaafikiana wamtie kwenye kisima, kwenye kina cha kisima. Auhaina ilayhi, tulipeleka wahi kwake, tulimpelekea wahi Yusuf, la tunabbi'annahum bi amrihim hadha, kwamba utakuja kuwasimulia jambo lao hili. La tunabbi'annahum, utakuja kuwasimulia wao. La tukhbirannahum,
biamrihim hadha, jambo lao hili utakuja kuwasimulia, kwa maana kwamba utatoka hapo kishaambia kwamba wewe bwana utakuja kuwasimulia habari hii kwamba hutakufa humo na utatoka salama. Utafika wakati utakuja kuwasimulia, utakutana nao, utawaambia nyinyi mlinifanyia hili na hili na hili. Kwa hiyo utakuja kuwasimulia jambo lao hili, wa hum la yash'urun, na hali wao hawatambui. Wakati huo wameshasahau, kwa sababu siku zote mtu anayefanya ubaya huwa anasahau, kwa kuwa hakuyapata maumivu ya ubaya ule aliofanya. Lakini yule alifanyiwa huwa anakumbuka, ni fulani la ni yule fulani hivi. Kwa hiyo wewe utakuja kuwasimulia jambo lao hili, kwa maana utatoka salama. Wajau abahum ishaan yabkun, wakamjia baba yao wakati wa jioni hali ya kuwa wanalia, wanakuja na vilio sasa, lia kweli kweli. Mwalia nini? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina faakalahu adh-dhi'bu, alafu akimbilia haraka haraka, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Tutaanzia hapo darasa ya kesho inshallah. Vilio, viapo na kutaka kusadikishwa haraka haraka, jenga ukuta kabisa ili waambie sio kama siwaamini, mimi nawaamini. Wama anta bimu'minin lana. Allahu musta'an. Kuna mafundisho mengi makubwa tutayaona inshallah kwenye darasa nyingine. Tutakuwa tunakuja kidogo kidogo, 10 15 hivi. Na jawabu kwamba wakamtia kisimani. tosha. Tuendelea tena darasa letu kesho inshallah. ابن عاشور anasema jawabu lamma mahdhuf dalla alayhi an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub wa at-taqdir ja'aluhu fi al-jub, wakamtia kwenye kina cha kisima. Na kama hivyo pia amesema Ibn Kathir, وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى. من مرجوح. ما هي المعنى؟ ما هي المعاني إيجاز تعرف معناه؟ kwa sababu kuna watu wanazitafsiri hizi herufi, wanazichukulia kama manzila ya rumuzi, kwamba alif ni kitu fulani, lam ni kitu fulani, na ra ni kitu fulani, alafu wanatazama maelezo yao. Na hizi ni hurufu, hazikuja kwa ajili ya kuleta dalala ya maana yoyote. Hizi ni hurufu zimekuja kuonyesha kwamba Qur'ani inatokana na herufi hizi. Kwa hiyo kama nyinyi mwaweza, na nyinyi andikeni. Simaona kwamba Muhammad ameandika Qur'ani yake ameleta, na nyinyi andikeni yenu yenye herufi kama hizi. Kwa zile hurufi zinakuwa hazijabeba maana yoyote. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta